Mapema muda uliopita asubuhi hii, Iran imefanya wimbi jipya la mashambulizi ya makombora dhidi ya Israel. Jeshi la ulinzi la Israel IDF limethibitisha kuwa makombora kadhaa yamerushwa, huku ving'ora vya tahadhari vikisikika kote nchini humo, ikiwa ni pamoja na Jerusalem pamoja na Tel Aviv, ambapo wakazi wameripoti kusikia milipuko mikubwa. Takriban makombora 20 ya ballistic yalirushwa kuelekea Israel katika shambulizi la Iran, kwa mujibu wa tathmini za awali za jeshi la ulinzi la Israel. Kamandi ya usalama wa ndani imetoa ruhusa kwa watu kutoka nje kwenye mahandaki ya kujificha. Hakuna majeruhi walioripotiwa hadi sasa, kwa mujibu wa wahudumu wa afya. Kombora moja liligonga eneo la maegesho katikati mwa Israel, likisababisha uharibifu na kuichoma basi moja ambayo haikuwa na abiria. Wazimamoto wamesema wanaendelea kuzima moto huo. IDF imesema mifumo yake ya ulinzi wa anga inafanya kazi kuzuia makombora hayo, na imetaka raia kufuata maelekezo ya kamandi ya usalama wa ndani. Mapema usiku wa kuamkia leo, IDF imedai kuwa ilifanikiwa kushusha drones 30 zilizorushwa na Iran katika mashambulizi ya usiku kucha. Licha ya mashambulizi hayo kuendelea, maafisa wamesema kuwa mashambulizi ya hivi karibuni hayakuwa makali kama siku zilizopita, na hakuna taarifa za mara moja za madhara ya moja kwa moja au majeruhi. Wakati huo huo, rais wa Marekani Donald Trump amekanusha vikali taarifa kuwa aliondoka kwenye mkutano wa G7 mapema ili kujaribu kufanikisha makubaliano ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Iran. Akihusisha kauli ya rais wa Ufaransa Emmanuel Macron, Trump ameandika kwenye mtandao wa Truth Social, rais wa Ufaransa mwenye kupenda umaarufu Emmanuel Macron alikosea kusema kuwa niliondoka kwenye mkutano wa G7 nchini Canada kurudi Washington kufanya mazungumzo ya kusitisha mapigano kati ya Israel na Iran. Sio kweli. Hana wazo lolote kwa nini niko njiani kuelekea Washington, lakini hakika haina uhusiano wowote na kusitisha mapigano. Trump aliongeza kuwa kurejea kwake kunahusiana na jambo kubwa zaidi, na akawataka wananchi waendelee kufuatilia. Katika kauli ya awali, Trump aliwatahadharisha watu wa Tehran kuhama mara moja, huku vyombo vya habari vya serikali ya Iran vikithibitisha kutokea kwa milipuko na mashambulizi makali ya ulinzi wa anga katika mji mkuu mapema alfajiri. Katika tukio jingine, mashambulizi ya Israel dhidi ya makao makuu ya shirika la televisheni la taifa la Iran mjini Tehran yamesababisha vifo vya wafanyakazi watatu na kuwajeruhi wengine kadhaa. Wakati wa matangazo hayo ya moja kwa moja, mtangazaji Sahar Emami alilaani shambulizi hilo la Israel kuwa ni uchokozi dhidi ya taifa, muda mfupi kabla mlipuko kutokea na kujaa moshi na vifusi studio nzima, hali iliyolazimu kukimbia studio ikiwa hewani. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Baghai alilaani vikali shambulizi hilo, akiita kitendo kiovu kinachokiuka sheria za kivita na kuituhumu Israel kuwa muuaji namba moja wa wanahabari na wafanyakazi wa vyombo vya habari duniani. Attention! Your potential customers are watching this video. Don't miss out on the opportunity to reach them. Advertise your business alongside their favorite content and convert them into loyal customers. Contact us now at info@snstz.com or WhatsApp 0659250389 to amplify your brand to the SNS family.